Akili yako ndio injini ya maisha yako. Kila wazo unaloliruhusu kichwani mwako lina nguvu ya kukuinua au kukuangusha. Unachokifikiria mara nyingi ndicho unachokigeuza kuwa tabia, na tabia zako ndizo hatimaye huamua maisha yako yatakuwa ya aina gani. Kufikiri kwa njia chanya haimaanishi kupuuza uhalisia wa maisha au matatizo yanayokuzunguka, bali ni kuchagua nguvu badala ya hofu, matumaini badala ya mashaka, na suluhisho badala ya kulalamika. Linda mawazo yako kwa gharama yoyote. Mawazo hasi huanza kwa sauti ndogo sana, kama kusema huwezi, hujatosha, au huwezi kufanikiwa. Lakini kadri unavyojirudia maneno hayo, ndivyo yanavyojenga kuta katika akili yako. Badilisha maneno hayo mapema. Badala ya kusema huwezi, jifunze kusema utajaribu, utajifunza na utafanikiwa. Mabadiliko hayo madogo ya maneno yana uwezo wa kubadilisha mwelekeo mzima wa maisha yako. Badala ya kuangalia tatizo pekee, jifunze kuangalia suluhisho. Kila changamoto ina pande mbili, upande wa kikwazo na upande wa fursa. Watu wengi huangalia ukuta na kukata tamaa, lakini watu wanaofikiri kwa mtazamo chanya huangalia ukuta huo huo na kuanza kutafuta mlango. Mafanikio si kukosa matatizo, bali ni uwezo wa kuyatazama matatizo kwa macho ya mtu anayetafuta njia ya kutoka. Na hapa katikati ya ujumbe huu, kama unahitaji motisha zaidi au elimu ya fedha itakayokusaidia kubadilisha namna unavyofikiri na kuishi, vitabu vya motisha na elimu ya fedha vinapatikana. Mazingira yanayokuzunguka yana mchango mkubwa sana kwenye fikra zako. Ukikaa karibu na watu wanaolalamika kila siku, wanaokata tamaa na kukudharau, akili yako itachukua mwelekeo huo. Lakini ukijizungusha na watu wanaokutia moyo, wanaokuinua na kukusukuma mbele, hata siku zako ngumu zitakuwa na mwanga. Chagua marafiki, mazungumzo na hata maudhui unayoyasikiliza, kwa sababu yote yanaunda hali ya akili yako. Jifunze kushukuru kila siku. Shukrani hubadilisha mtazamo wako kutoka kuangalia kile ambacho huna kwenda kuona kile ambacho tayari unacho. Moyo wenye shukrani hupata amani hata katikati ya changamoto. Hata kama mambo hayako sawa bado, kushukuru hukupa nguvu ya kuendelea badala ya kukata tamaa. Maneno unayoyasema yana nguvu kubwa kuliko unavyodhani. Unapojizungumza vibaya, unajenga maisha ya kushindwa. Unapojizungumza kwa matumaini na ujasiri, unajenga maisha ya ushindi. Zungumza uzima juu ya maisha yako, sio kushindwa. Maneno yako ya leo yanajenga ukweli wako wa kesho. Usiogope makosa na kushindwa. Mtu anayefikiri kwa mtazamo chanya haoni kushindwa kama mwisho wa safari, bali kama somo. Kila anguko lina ujumbe, kila maumivu yana funzo, na kila kuchelewa kuna maandalizi. Badala ya kujiuliza kwa nini umeshindwa, jiulize umejifunza nini. Amini kuwa mambo mazuri yanawezekana. Tumaini ndilo mafuta ya mafanikio. Unapoamini kuwa kesho inaweza kuwa bora kuliko leo, unajipa nguvu ya kuijenga kesho hiyo kwa matendo yako ya leo. Imani huanza akilini kabla haijaonekana kwenye uhalisia. Kufikiri kwa mtazamo chanya haitafanya maisha yawe rahisi kila wakati, lakini kutakufanya uwe imara. Sio kwamba hutapitia dhoruba, bali utaamini kuwa unaweza kupita ndani ya dhoruba hiyo na kufika upande wa pili ambako kuna mwanga. Na hapo ndipo nguvu yako halisi.